Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema leo Jumamosi kwamba operesheni mpya ya kijeshi ya Israel katika eneo la kusini mwa nchi hiyo inaweza kuhatarisha na kuiingiza nchi hiyo kwenye vita vipya. Kauli hiyo ya Salam imekuja saa chache baada ya jeshi la Israel kusema limedungua maroketi matatu ambayo imedai kwamba yalirushwa kutoka mwelekeo wa Lebanon kuyalenga maeneo ya kaskazini mwa Israel. Operesheni mpya ya Israel ni majibu ya kauli aliyoitoa waziri wake wa ulinzi Israel Katz mapema leo kwamba itajibu mapigo kwa Lebanon. Ingawa hata hivyo kundi la wanamgambo wa Hezbollah limekanusha kuhusika na mashambulizi hayo ya roketi yaliyorushwa nchini Israel mapema leo. Hezbollah imesema bado inatekeleza makubaliano ya usitishaji vita baina yao na Israel ya mwezi Novemba. Istanbul. Mamlaka nchini Uturuki imesema zaidi ya watu 340 wamekamatwa kufuatia maandamano makubwa zaidi ya barabarani nchini humo iliyochochewa na kushikiliwa kwa meya wa mji wa Istanbul Ekrem İmamoğlu. Mamia ya maelfu ya watu wameingia barabarani nchini kote na kusababisha makabiliano na polisi wa kutuliza ghasia katika miji mitatu mikubwa nchini Uturuki ya Istanbul, mji mkuu Ankara na mji wa pwani wa magharibi wa Izmir. Kwa siku tatu mfululizo, waandamanaji wanaandamana kumuunga mkono İmamoğlu ambaye ni mpinzani mkubwa wa kisiasa wa Rais Recep Tayyip Erdogan ambaye kukamatwa kwake Jumatano kumezusha sintofahamu nchini humo. Kiongozi huyo anatarajiwa kupandishwa kizimbani leo kwa mara ya pili kujibu tuhuma zinazomkabili za ugaidi ambazo hata hivyo amezikanusha. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Moscow. Kiongozi wa ujumbe wa Urusi kwenye mazungumzo ya kusaka amani na Ukraine, Grigory Karasin, amesema serikali mjini Moscow inatumai kwamba mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine yatakayofanyika siku ya Jumatatu nchini Saudi Arabia yatafanikiwa. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika siku chache baada ya Urusi kukataa pendekezo la Marekani na Ukraine la kusitisha mapigano kwa siku 30 na badala yake ikapendekeza usitishwaji mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya nishati. Marekani ambayo ndio mpatanishi itafanya mazungumzo ya wakati mmoja na wajumbe wa Ukraine na Urusi katika jitihada za kufanikisha usitishaji wa vita vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Huko katika uwanja wa vita, nchi hizo mbili zimeripoti hii leo mashambulizi kutoka pande zote mbili. Libreville. Mahakama ya Katiba nchini Gabon imeidhinisha orodha ya wagombea 8 kuwania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa Aprili 12 kwenye taifa hilo la Afrika ya Kati. Miongoni mwa waliopitishwa ni rais wa sasa wa mpito Brice Oligui Nguema ambaye alitoa madaraka nchini humo kwa mapinduzi ya kijeshi mnamo mwaka 2023. Ingawa viongozi wa mpito hawaruhusiwi kugombea kwenye uchaguzi, Gabon iliidhinisha katiba mpya mnamo mwezi Novemba ambayo ilimpa nafasi Nguema, hatua ambayo ilikosolewa na upinzani na kuleta wasiwasi kwamba huenda kiongozi huyo anataka kusalia madarakani kwa muda mrefu zaidi. Nguema mwenye miaka 50 aliumaliza utawala wa muda mrefu wa Rais Ali Bongo na familia yake kwa mapinduzi. Mpinzani mkuu Nguema ni waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Alain Claude Billy Baenze ambaye anawania kwa tiketi ya mgombea binafsi. Berlin. Serikali ya Ujerumani imesema leo kwamba inaofunga kwa muda ubalozi wake nchini Sudani Kusini kutokana na mzozo unaozidi kuwa mbaya katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Annalena Baerbock katika mtandao wa kijamii wa Blue Sky imesema baada ya miaka mingi ya kuwepo kwa hali tete ya kiusalama, sasa Sudan iko mbioni kudumbukia tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sudan Kusini ilipata uhuru wake mwaka 2011 kutoka Sudan na muda mfupi baadaye ilidumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, na mwaka 2020 Rais Salva Kiir na mpinzani wake ambaye ni makamu wa rais Riek Machar waliunda serikali ya pamoja ya mpito, lakini kwa sasa uhusiano baina yao unaonekana kuwa mbaya kwa mara nyingine.
Kwa wiki kadhaa, wapiganaji wa jamii ya Nwe ambayo ndio kabila la Machar wamekuwa wakipambana na wanajeshi wa serikali katika eneo la mpaka wa nchi hiyo na Ethiopia. Makumi ya watu wameuawa katika mapigano hayo, huku pande zote mbili zikitupia lawama. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema leo Jumamosi kwamba operesheni mpya ya kijeshi ya Israel katika eneo la kusini mwa nchi hiyo inaweza kuhatarisha na kuingiza nchi hiyo kwenye vita vipya. Kauli hiyo ya Salam imekuja saa chache baada ya jeshi la Israel kusema limedungua maroketi matatu ambayo imedai kwamba yalirushwa kutoka mwelekeo wa Lebanon kuyalenga maeneo ya kaskazini mwa Israel. Operesheni mpya ya Israel ni majibu ya kauli aliyoitoa waziri wake wa ulinzi Israel Katz mapema leo kwamba itajibu mapigo kwa Lebanon. Ingawa hata hivyo, kundi la wanamgambo wa Hezbollah limekanusha kuhusika na mashambulizi hayo ya roketi yaliyorushwa nchini Israel mapema leo. Hezbollah imesema bado inatekeleza makubaliano ya usitishaji vita baina yao na Israel ya mwezi Novemba. Istanbul. Mamlaka nchini Uturuki imesema zaidi ya watu 340 wamekamatwa kufuatia maandamano makubwa zaidi ya barabarani nchini humo iliyochochewa na kushikiliwa kwa meya wa mji wa Istanbul Ekrem İmamoğlu. Mamia ya maelfu ya watu wameingia barabarani nchini kote na kusababisha makabiliano na polisi wa kutuliza ghasia katika miji mitatu mikubwa nchini Uturuki ya Istanbul, mji mkuu Ankara na mji wa pwani wa magharibi wa Izmir. Kwa siku tatu mfululizo, waandamanaji wanaandamana kumuunga mkono İmamoğlu ambaye ni mpinzani mkubwa wa kisiasa wa Rais Recep Tayyip Erdogan, ambaye kukamatwa kwake Jumatano kumezusha sintofahamu nchini humo. Kiongozi huyo anatarajiwa kupandishwa kizimbani leo kwa mara ya pili kujibu tuhuma zinazomkabili za ugaidi ambazo hata hivyo amezikanusha. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Moscow. Kiongozi wa ujumbe wa Urusi kwenye mazungumzo ya kusaka amani na Ukraine, Grigory Karasin, amesema serikali mjini Moscow inatumai kwamba mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine yatakayofanyika siku ya Jumatatu nchini Saudi Arabia yatafanikiwa. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika siku chache baada ya Urusi kukataa pendekezo la Marekani na Ukraine la kusitisha mapigano kwa siku 30 na badala yake ikapendekeza usitishwaji mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya nishati. Marekani ambayo ndio mpatanishi itafanya mazungumzo ya wakati mmoja na wajumbe wa Ukraine na Urusi katika jitihada za kufanikisha usitishaji wa vita vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Huko katika uwanja wa vita, nchi hizo mbili zimeripoti hii leo mashambulizi kutoka pande zote mbili.